Wajumbe wa Bodi ya Taifa ya Mfuko wa Maji leo Mei 23, 2025 wametembelea na kukagua mradi wa ujenzi wa ofisi ya mfuko huo inayojengwa eneo la uwekezaji Njedengwa jijini Dodoma. Akizungumza mara baada ya kukagua ujenzi wa mradi huo, mwenyekiti wa Bodi ya Taifa ya Mfuko wa Maji Mhandisi Abdallah Mkufunzi amesema mradi huo unaendelea katika hatua ya kuridhisha, ambapo tumekuja kuona mkandarasi anaendeleaje na utekelezaji wa mradi huu. Kwa ujumla mradi unaenda vizuri na mkandarasi amefikia 15% ya ujenzi, na nategemea kwamba mradi huu utachukua miezi 18 kuweza kukamilika. Hili ni jengo la ghorofa 5 ambapo litaleta hifadhi ya watumishi kuwa na ofisi zao, kuwa na mahali pazuri pa kufanyia kazi, na vile vile kitakuwa ni kimoja wapo cha kitega uchumi kwa mfuko kuweza kujenerate pesa ambazo zitasaidia kwenye miradi ya maji, utekelezaji wa miradi ya maji. Mfuko unaendelea vizuri na toka umeanzishwa mwaka 2015-16 kwa sasa ni takriban miaka 10 toka kuanzishwa kwake, na umeweza kutafuta fedha kiasi cha trilioni 1.4, na fedha hizi zimesambazwa kwenye maeneo mbalimbali vijijini kupitia RUWASA, mijini kupitia mamlaka za maji na mabonde, na zimeweza kutekeleza asilimia 60 ya fedha hizo zimeweza kwenda vijijini na asilimia 40 kwenye ofisi za mabonde kwa ajili ya utunzaji wa vyanzo na kulinda vyanzo vya maji, na vile vile kwenye maeneo ya mijini, pembezoni na mijini. Naye mtendaji mkuu wa Bodi ya Taifa ya Mfuko wa Maji, Wakili Haji Nandule, amesema ujenzi wa jengo hilo umeanza tangu Novemba 2024 huku ukitarajiwa kukamilika Mei 19, 2026 na kugharimu shilingi bilioni 5.6 hadi kukamilika kwake. Ujenzi wa jengo letu umeanza tangu mwaka jana mwezi wa 11, na tunategemea ukifika mwakani Mei tarehe 19 Mei 2026 mkandarasi atatukabidhi jengo letu. Jengo letu tunajenga kwa thamani ya shilingi bilioni 5.6. Itakuwa ni jengo la ghorofa 4, na ndio hiyo tunategemea kwamba mwakani kushafika mwezi Mei tarehe 16 basi mkandarasi atakuwa amekamilisha. Na huwa tunawapitisha wajumbe wa bodi kuona shughuli mbalimbali ambazo taasisi yetu inafanya kama sehemu yao ya usimamizi. Kama mnavyofahamu, taasisi yetu inaongozwa na bodi ya mfuko ambayo leo tumeweza kupata mwenyekiti pamoja na wajumbe wake wote, na wamekuja kutembelea mradi wetu huu wa makao makuu ya National Water Fund. Kwa hiyo ni utaratibu ambao kila wakati huwa tunaufanya. Wanatembelea jengo, lakini vile vile huwa wanapata nafasi vile vile ya kutembelea miradi mbalimbali ambayo taasisi yetu inatekeleza. Kama unavyofahamu, wao ndio wanawajibika na matumizi yote ya fedha. Kwa hiyo wanakuwa kwenye vikao mezani, wanapitisha matumizi. Kwa vile vile tunawajibika sisi kama watendaji kuja kuwaonyesha vile vile matumizi ya hizo fedha ambazo wanazipitia kama sehemu yao sasa kutekeleza majukumu yao ya kuhakikisha kwamba kunakuwa na thamani ya fedha katika matumizi yote ambayo. Kwa upande wake, mchuzi uhenzi Quality Surveyor kutoka kampuni ya Group 6 Company Limited, Mhandisi Venance Masue, amesema ujenzi wa mradi huo umefikia asilimia 15 ya ujenzi huku wakitarajia kukamilisha ifikapo Mei 2026. Tuko hapa kwa ajili ya mradi wa jengo la National Water Fund ambao kama mnaona liko nyuma yetu hapa. Mradi huu ulianza rasmi tulikabidhiwa mradi, mkataba wetu ulipoanza kuanzia mwezi wa 11. Hadi sasa hivi tumefikia asilimia 15 wa mradi. Kama unaona kazi inavyoendelea mbele nyuma yetu hapa. Pia swala la mradi wetu, gharama ya mradi ni bilioni 5 na milioni 600. Muda wa mradi tuliopewa ni mwaka 1.5. Hadi sasa hivi tutakuwa asilimia 15. Hapa kazi zinazoendelea mbele yetu ni kazi za steel fixing, formwork za column na concrete, ndo kazi zinaendelea kwa muda huu. Tunategemea ndani ya muda ambao tumepewa kukabidhi kazi ikiwa na ubora zaidi na quality nzuri. Pia jengo hili limezingatia watu wenye matatizo mbalimbali kama walemavu, maana tumedesign kwamba kuna sehemu ya rampu watu kuingia ndani. Pia kutokana na nchi ya jengo kuna matanki mawili chini ya underground tanki
ambao kwa tanki moja huchukua lita 116,000. Kwa hiyo tuna matanki mawili.